Uigizaji kwanza ni kuamua kwamba hii iwe kazi yako ya kwanza. Unajua Onyango uigizaji ilikuwa ni kazi yake ya kwanza. Kwa hiyo kwanza alikuwa anaheshimu. Hata wakati tunashuti scene za mwisho kwenye scene ya Bacha alikuwa anaumwa. Lakini alikuwa thubutu hata kusema anaumwa mpaka mkimaliza sema unajua JB mimi sijisikii vizuri. Mzee, kwa nini kusema tupumzike? Anasema hapana. Hii ni kazi yetu na lazima tuifanye. Kwa hiyo kwanza aliamua kufanya uigizaji tofauti na wa sasa hivi. Sio muigizaji kama wa sasa hivi wanishuti niondoke. Yeye alikuwa sio wa aina hiyo. Tutaanza naye asubuhi mpaka usiku. Na hii project ilikuwa ni kubwa sana kwa sababu ilikuwa tunasafiri karibu mikoa yote na mpaka nje ya nchi. Kwa sababu hadithi yenyewe ilikuwa inaturuhusu kufanya kwa muda mrefu na tuliamua tuifanye maisha yetu yote. Pale kwenye utamu ulipoanza naye ndio ameondoka. Kitu gani wewe utaishi nacho kama alama kwenye movie za Tanzania ambacho kakifanya marehemu Onyango kwenye uhai wake na kazi zake? Na mimi nategemea kuigiza maisha yangu yote kama alivyofanya yeye. Kwa sababu hii ni kazi ninayoipenda na ni kazi yangu ya kwanza. Mzee Onyango hata ungempa kazi nyingine kubwa zaidi yenye maslahi makubwa kuliko hii, bado angerudi set. Kwa sababu akiwa set anakuwa na furaha kuliko akiwa sehemu nyingine yoyote. Alikuwa anaweza kuishi bila kuwa mwigizaji kutokana na watu waliomzunguka na kipato alichojipatia mwanzo. Lakini aliamua kwamba uigizaji uwe maisha yake. Hana tofauti na King Majuto. Uigizaji umekuwa maisha yake mpaka mwisho. Na anajisikia raha akiwa set kuliko wakati wowote. Kwa hiyo ni mwigizaji wa tofauti sana ukilinganisha na waigizaji wengi sana wa sasa hivi wapya. Yeye hata kazi iwe ngumu namna gani, hata kazi ifanywe katika mazingira magumu namna gani, ataifanya kwa moyo huku akitoa support kwa producer na madirector kuhakikisha kwamba ile kazi inafanyika kwa ufasaha. Waigizaji wa zamani, na ndio maana uwaga mimi napenda sana kuwatumia, wako tofauti sana na waigizaji wapya. Kwa sababu unajua sisi tulianza sanaa hata hatulipwi. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya tunapenda kama yeye. Kwa hiyo wakati huu sasa inapokuwa inalipa bado yeye kipato kilikuwa pembeni, lakini kupenda ile kazi ilikuwa ni kitu kikubwa kwake. Tunazungumzia waigizaji wa zamani pekee na waigizaji wa sasa hivi. Na upekee wao uko wapi? Sababu ni producer lakini pia ni msanii wa muda mrefu ambaye kwenye A-list ya watu watatu bora juu kwenye Bongo Movie huwezi kukosa pia jina la JB. Wewe wasema. Nasema kwa sababu inawezekana ikawa ni shabiki lakini ikawa ni mtu ambaye nimekutazama kwa muda mrefu. Yeah. Na kudumu kwenye kiwanda kwa muda mrefu bila kuwa na skendo na ukaendelea kupeperusha bendera kiasi hichi, lazima upewe maua yako. Tofauti ya waigizaji wa zamani na sasa hivi. Waigizaji wa zamani walikuwa wanaifanya kwa kupenda. Unajua kazi yote ukitaka ufanikiwe, kwanza uipende na uifanye kwa ufanisi, alafu ndio italeta hela. Sasa waigizaji wengi sana wapya, sio wote, wengi wanafanya kwa fame. Waigizaji zamani walikuwa wanafanya alafu fame imfuate. Walikuwa wanatoa muda sana kwa kazi. Kazi yote ukitaka ufanikiwe ni lazima uipe muda sana. Sawa sawa. Tangu unaingia set unajua unaenda kushoot nini, unafanya rehearse, unajiandaa, unatayarisha nguo zako before coming to set. Hiki si sana kwa waigizaji wengi wa sasa. Ingawa wapo waigizaji wa sasa wanajituma, lakini we can count them. Wako wachache sana. Wengi matayarisho yao ni hafifu. Kufikiria kwamba ni kazi ambayo itakupeleka mbele pia it's a problem. Sometimes sisi tunafikiri kwamba pengine labda sio kazi yao ya kwanza. Na ndio maana tunalia kwa Majuto kwa Onyango, kwa sababu Onyango hii ilikuwa ni kazi yake ya kwanza. Hata ungempa kazi nyingine yoyote, uigizaji kwake ungekuwa kazi ya kwanza. Kama nilivyo mimi. Tulimalize na hili. Japo tupo kwenye huzuni lakini leo pia ni siku ya furaha. Ndugu yetu kwenye kiwanda cha movie Wema Sepetu amepata mtoto. Neno lako ni lipi kwa Wema? Nimepata mjukuu. Sema umepata mjukuu. Umepata mjukuu. Kwa sababu Wema Sepetu alikuwa ndio binti yangu wa kwanza. Alikuwa anaitwa Baby Jerusalem. Kwa hiyo sisi tumepata mjukuu, tumeongeza familia. Na neno lako kwa Whozu? Hongera mkwe wangu, uje ulitambulishe rasmi kwangu sasa. La mwisho. Mimi nafikiri kwanza tunatakiwa tufurahi na tumshukuru Mungu kwa tendo hili kubwa. Hiki ni kitu kikubwa sana kwa kwetu na wote wanamtakia Wema heri. Kwa hiyo hiki ni kitu kizuri. Asante sana. Asante.